Mwanzoni mwa miaka ya 2000, jina jipya lilianza kuvuma mitaani. Chidi Benz, kijana kutoka kwenye viunga vya jiji la Dar es Salaam, mwenye sauti ya kipekee na mashairi yenye kugusa maisha ya mtaa. Alikuja kama upepo mpya kwenye muziki wa hip hop Tanzania, aliposimama jukwani na kuimba wimbo wake wa Dar es Salaam Stand Up. Mashabiki walijua huu ni mwanzo wa star mkubwa. Akiwa sambamba na vigogo kama Professor J, Mwana FA na AY, Chidi Benz akawa kipenzi cha vijana. Mashairi yake yalibeba ukweli wa maisha ya Dar es Salaam, kutoka vijiweni hadi hadithi za mitaani. Umaarufu wake ulipanda haraka, pesa zikaanza kuingia na jina lake likawa gumzo kila kona. Lakini kama ilivyo hadithi nyingi za mastaa, nyuma ya pazia kulikuwa na kivuli. Maisha ya starehe, vikao vya usiku na marafiki waliomzunguka vilimuingiza taratibu kwenye madawa ya kulevya. Mwanzoni haikuonekana, lakini kadri muda ulivyopita, nguvu yake jukwani zikaanza kufifia. Badala ya vichwa vya habari kuandika kuhusu muziki wake, vilianza kuandika kuhusu hali yake. Mashabiki walihuzunika kumuona star wao akibadilika, kutoka msanii aliyekuwa na ndoto kubwa hadi kijana aliyenaswa na uraibu. Marafiki na wasanii wenzake walijaribu kumsaidia, wakimpeleka kwenye vituo vya tiba ya uraibu. Wengine wakamfariji, wakimkumbusha thamani yake kwenye historia ya muziki wa Bongo Flava. Hata leo jina Chidi Benz linaendelea kutajwa kama mfano wa kipaji kilichowaka kama moto wa kifuu kikali mwanzoni, kisha kikazimwa taratibu na upepo wa changamoto za maisha. Ni simulizi yenye funzo kwamba muziki unaweza kukupeleka juu, lakini maamuzi ya maisha yanaamua kama utadumu kileleni au la. Baada ya miaka kuporomoka kutokana na uraibu, Chidi Benz hakukata tamaa kabisa. Mara kadhaa alijitokeza hadharani akionyesha dhamira ya kujirekebisha na kurejea kwenye muziki. Alipelekwa kwenye vituo vya tiba ya uraibu, na hata ingawa safari ya kuacha dawa si rahisi, alionyesha nia ya kupigana. Mashabiki wake waliendelea kumwamini. Waliamini kuwa kipaji kikubwa hakiwezi kufutika kirahisi. Kwa nyakati fulani, Chidi aliwahi kurudi studio na kutoa nyimbo mpya, ishara kwamba bado ndani yake kulikuwa na moto wa kisanii. Simulizi yake ikawa ni ya mafahari na huzuni, lakini pia ya matumaini. Ilionyesha kuwa msanii kama binadamu mwingine yeyote anaweza kupotea njiani, lakini bado akawa na nafasi ya pili. Leo hii jina Chidi Benz linabaki kwa kumbukumbu muhimu kwenye historia ya Bongo Flava. Mfano wa kipaji kilichowaka sana, kikapungua, lakini bado kinajaribu kuwaka tena. Ni funzo kwamba safari ya maisha si mstari wa moja kwa moja, na kila mtu anaweza kusimama tena hata baada ya kuanguka mara nyingi. Hata hivyo, jitihada za Chidi Benz kupambania afya yake kuweza kurudi kwenye hali yake ya zamani hazikuishia hapo. Aliendelea kupambana kuhakikisha kwamba anatoka kwenye uraibu wa madawa ya kulevya. Chidi Benz alipata msaada kutoka sehemu mbalimbali, na mafanikio pamoja na mabadiliko yameweza kuonekana. Chidi Benz alimaliza takriban miezi 10 kwenye rehab, kituo cha matibabu, ambapo alipata msaada kutoka serikali na taasisi zinazoshughulikia uraibu wa madawa ya kulevya. Ametambua makosa yaliyopita na kusema kuwa muda huo wa matibabu umemfundisha thamani ya maisha yake, na ameamua kutumia uwezo wake wa muziki kuelimisha vijana kuhusu madhara ya madawa ya kulevya. Mashirika kama National Arts Council of Tanzania BASATA wameonyesha kusisitiza kumsaidia Chidi Benz kurejea kwenye jamii bila stigma na kutoa nafasi kwa kazi zao. Ingawa alimaliza rehab, bado amekuwa chini ya uangalizi na serikali kupitia mamlaka husika ili kuhakikisha hajarudi kwenye matumizi ya madawa ya kulevya. Kuna wasiwasi kuwa tukio la zamani limeacha alama. Baadhi ya mashabiki au jamii huwa na mawazo ya awali kwa wale waliokumbwa na uraibu. Chidi Benz anataka kurudi studio na kurekodi tena, sio tu kwa ajili ya muziki kama burudani, bali pia kama chombo cha kutoa elimu. Anapanga kutumia wimbo wake na ushawishi wake kutuma ujumbe juu ya madhara ya madawa ya kulevya kwa vijana. Anasema hatarajii kurudi nyuma, na sasa ana nia ya kuwa na maisha bora na afya njema.
Huyo ni Chidi. Lakini hivi karibuni mabadiliko na muonekano wa afya. Mashabiki wamefurahishwa na mabadiliko ya muonekano wa Chidi Benz, akionekana kuwa na afya njema na muonekano wa zamani kabla ya uraibu. Alihudhuria maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupambana na uraibu wa dawa za kulevya na uuzaji haramu wa dawa huko Dodoma, akionyesha dhamira ya kuhamasisha jamii kuhusu madhara ya madawa ya kulevya. Lakini siku za hivi karibuni ametoa nyimbo mpya na wasanii kadhaa akiwemo Hanstone akiwa ameshirikishwa. Lakini mwaka huu wa 2025 Chidi Benz ametoa nyimbo inaitwa Mwanangu na Mima, iliachiwa mwaka huu wa 2025, lakini mwenzetu akiwa na Bala MC pamoja na Vanilla, au sio bana? Bana, huyo ndio Chidi Benz. Lakini siku za hivi karibuni ameonekana akiwa na kijana mwenye ushawishi mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, anafahamika kama Chief Godlove Billionaire. Na kwenye moja ya post ambayo Chief Godlove Billionaire amepost kwenye mtandao wake wa kijamii akiwa na Chidi Benz nyumbani kwake akiwa wamechill, na kusindikiza na ujumbe ambao anasema brother Chuma, mfalme wa Dar es Salaam mwenyewe, official Chidi Benz, kanitembelea nyumbani kunipa pole ya kupata injury ya mkono kabla ya safari yangu kuelekea Kenya nikiwa first class. Maisha ya bei gari kabisa. Nina safari ya kuingia Kenya, Uganda, Kongo kikazi, ni kuendelea kucollect mikwanja tu. Watu wengi hawajui mimi nimekuwa nikimtazama Chidi Benz kama kioo changu. Maisha ninayoishi leo ni maisha nilikuwa nayaona kwa Chidi. Namkubali, kama unamkubali basi jua mimi ni fan wake namba 1. Yes, wameonekana wakiwa wamechill, wametulia na wakipiga story huku wakisikiliza ngoma za Chidi Benz kama Dar es Salaam stand up na vitu kama hivyo, au sio bana? Na pia wamepost wakiwa safarini kuelekea Mbeya na Chidi Benz akisifia maisha ya Chief Godlove huku akiwa na furaha kabisa, au sio bana? Hii ni Hot Drop TV. Hakikisha unatufuatilia kwa kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Twitter na Facebook, bila kusahau TikTok kama Hot Drop TV kwa ajili ya taarifa nyingi zaidi ambazo tutahakikisha zinakufikia muda wowote popote pale ulipo.